yaliyoulizwa pale na Manara walikuwa baadhi yao kuhusiana na ni safari yako ya kimuziki imeanza sasa rasmi kwa sababu unakuwa huko wewe kama wewe tofauti na vile ulikuwa na management. Umejiandaa vipi kwa ajili ya kukabiliana na mitihani ya kwenye muziki? Zamani ilikuwa ni management inasimamia, sasa hivi unaenda kusimama mwenyewe. Kwa kweli nimejiandaa vizuri kwa sababu tayari nishajifunza vitu vingi. Nilipokuwa kwenye lebo kuna vitu vingi nimejifunza kuhusu muziki. Kwa nimejiandaa na chochote kitakachokuja mbele yangu. I hope mimi Mungu atanisaidia. Kwenye uzinduzi wa leo tutamani kumuona Nandy pamoja hata na Billnass au hata Nandy mwenyewe kwa sababu ndo mlezi wako. Hatujamuona. Niliwaalika. Niliongea na timu yangu, management yangu nikaomba waongee nao wawaalike. Kwa I hope watakuwa wamewaalika. Maybe Nandy atakuwa, unajua ni msanii mkubwa, ana mambo mengi, ana kazi nyingi labda. Alikuwa ameshindwa kufika. Nitaulizia baadaye. Okay. Yes. Itabaki kuwa memory mbaya kwako kama endapo atakuwa hajaja mpaka mwisho. Hapana, naelewa kwa sababu yeye ni msanii mkubwa, ana mambo mengi, ana familia, ana mtoto. Kwa nadhani labda alikuwa na majukumu mengine. Kwa I hope ni sawa tu. Kwa mahusiano yako wewe na Nandy kwenye career yako ya muziki. Ndio. Unadhani ilikuwa ni sahihi kutumia management mwalike yeye wakati namba yake unayo, ungeweza kumpigia kumaddress sister kuna hichi na hichi na hichi. Kwa level nilijaribu kumpigia lakini nikawa simpati. Kwa muda gani? Kwa zaidi ya mara siku 2. Unahisi ni kwa nini Nandy? Alikuwa busy. Yes, nadhani alikuwa busy kwa sababu ni mtu mwenye mambo mengi, ana lebo, ni mke, ana biashara. Kwa nadhani tu alikuwa na mambo mengi. Wewe unaweza kumpigia mtu zaidi ya siku 2 ya kusimu na mtu ambaye ana mahusiano mazuri kabisa. Na ukizingatia kimuziki mimi Nandy ni mama yako. I understand kwa sababu nimeishi naye. Ni mtu ambaye yuko busy sana, yani sana. Anapokea simu nyingi, kwani si rahisi. Hata mimi huwa napigiwa na watu mpaka wiki baadaye ndio nakuja kuona kumbe ulinipigia. Kwa mimi naelewa. Iliwahi kutokea hivyo kwenye maisha ya kawaida kwamba wakati uko unafanya naye kazi anaweza asipokee simu siku 2? Mara nyingi sana. Kwa ni kitu cha kawaida yani. Okay. Hivi karibuni ulishare ujumbe kwenye Insta yako ukashtua watu kwamba sasa hivi ndo raha, sasa hivi kama ninafuu umepitia, yani watu wengine wanatafsiri tofauti. Labda alitoa kwenye record label ndo anasikia hiyo afadhali ama vipi, nini kilikuwa kimetokea mpaka ukaandika vile? Mambo ni mengi kwenye maisha, mambo ni mengi sana na jinsi mtu unavyozidi kukua ndo unavyozidi kujifunza ndo unavyozidi Mungu anakupitisha yani kwenye majambo. Kwa hiyo ni mambo mengi ya maisha hivyo na hakuna kazi isiyokuwa na changamoto unajua Kwa kazi yangu pia ya muziki ilikuwa ina changamoto zake. Alhamdulillah nimezivuka na mpaka sasa hivi niko hapa. Kwa unaweza kutamani kushare kidogo ni changamoto gani, ni zilikuwa kwenye lebo ama zilikuwa wapi? Changamoto zipo kila sehemu. Kila sehemu yani sehemu yoyote ile ya kazi hata kama mtu anafanya biashara ndogo lazima atakutana na changamoto. Kwa mimi changamoto zilikuwepo. Siwezi kuelezea, ni nyingi tu, ni mambo ya kawaida kwenye maisha. Ulizungumza hapo na Manara ulisema kwamba kuna magumu mengi sana nimepitia. Tukiangalia Yami kwa historia ya muziki wake kutoka TikTok akaingia kwenye lebo na wasanii wengi wana ndoto za kupata hiyo nafasi kuingia kwenye lebo. Magumu gani ambayo uliyapitia kiasi cha kwamba yanabaki kama kidonda kwako kwamba yanakufanya ufeel mambo mengi sana wakati ulikuwa sehemu sahihi na ambayo wasanii wengi wanatamani kuwepo? Kama nilivyosema, hakuna sehemu iliyokuwa perfect. Hata ikiwaje, yani lazima kutakuwa kuna changamoto. Hata sisi binadamu tuna mambo mazuri na mabaya. Hakuna mtu aliyekamilika. Kila mtu ana madhaifu yake. Kwa vitu, changamoto, mitihani zipo katika kila engo. Mimi nimehustle, siwezi kusema sijahustle. Unajua mtu akikuona tu kwa nje anaona kama wewe rahisi ametoka TikTok kaenda kwa Nandy si nini. Ameenda sehemu kubwa labda lebo kubwa mambo yake hapo sawa hapana. Hakuna kitu yani njia siku zote haiwi imenyooka moja kwa moja. Okay, kwa uamuzi wako kuondoka kwenye lebo au lebo iliamua kuachilia? Ulikuwa uamuzi wangu. Uamuzi wako. Ilikuwaje ngumu kumconvince au kumwambia bosi wako Nandy kwa siku ya kwanza kwamba nahitaji kuondoka kwenye lebo? Ilikuwa ngumu kwa kweli na nilimfuata nyumbani kwake. Nikamuomba kikao, tukaongea. Nikawa namuomba hivyo nataka kutoka naomba uniruhusu hapa uliponifikisha hapa nanitosha, so akakubali. Okay, unadhani ni kitu gani ulikuwa unakikosa chini ya lebo ya African Princess ukiwa kama msanii pekee ulikuwa chini ya lebo? Hakuna nilichokuwa nakosa ila nadhani tu muda ulikuwa
umefika. Kwa sababu siwezi kukaa pale miaka yote, na muda tu ulifika nikaamua sasa basi. Okay, na watu wanaosema umelipiwa fedha, kuna lebo imekuja imekulipia milioni 200 sijui na nini, hiyo imekaje? Sijalipiwa na lebo yoyote, na nimelipa lakini si lebo wala si management. Umetoa wapi hizo fedha wewe? Sorry nimekuuliza sababu nitachukulia poa, lakini mwingine tamshtua. Ngoja tu niongee ukweli. Unajua kwenye maisha hapa kuna watu wengi wana roho nzuri sana, wasamaria wema. Kila mtu ana destiny helper wake. Mimi nadhani naweza nikamuita ni destiny helper, ni mtu tu mwenye roho nzuri, aliniona mimi mtoto mzuri, nina tabia nzuri, ninamfurahisha, mpole, akaamua anisaidie tu. Ambapo alilipia gharama gani? Alilipia hizo milioni 200. No. Milioni 100. Yes. Milioni 100. Okay, kwa gharama zote tu Nandy alitaka milioni 100 tu, ama hiyo ndio ilikuwa inawezekana kulipa? Ilikuwa ni zaidi ya hapo, lakini baada ya kuongea naye nikamuomba kama dada akapunguza. Alikuwa anataka kiasi gani kwa thamani? Hapana, hiyo siwezi kusema. Okay. Lakini pesa nyingi. Huyo msamaria mwema ni mtu amekuja kuwekeza kwenye muziki wako, ni mpenzi ama ni nani? Bwana, wewe video niache. Nishakwambia hapo hivyo, watu wema bado wana exist. Kwa hiyo hivyo. Yeye anajilipaje hiyo fedha kwa kutolea? Mtu mwenye roho nzuri akifanya wema wala hataki shukrani, haangalii malipo wala chochote, anakusaidia tu. Milioni 100? Jamani nyie, haya kama muamini mimi nishaambia. Kwa umelipiwa milioni 100 ukapewa management ama imekwaje sasa unajiendesha? Sasa hivi nina team tu, nina timu yangu inanisaidia, nina manager, nina Ivani team kama team. Lakini label bado sijapata wala management, kwa bado naendelea kwanza kupambana mwenyewe, nasukuma mkokoteni. Kwani unataka label tena baada ya kutoka kwenye label? I'm not sure. Sidhani lakini. Ni kosa gani ambalo huwezi kulifanya ikatokea leo umekuwa ni bosi wa label? Kosa gani ambalo huwezi kulifanya unaamini hilo linaweza kupelekea msanii kutamani kuondoka kwenye label hiyo utakayoifungua? Sitamani atakuwa na label. Kwa nini? Basi tu yani. Tuulize swali gani? Mzee wenyewe kwa nini utamani kuja kuwa na label? Nadhani kwa sasa sitamani, ila labda baadaye inshallah mambo yakinikalia sawa. Mimi nadhani kwa mfano nikiwa na uwezo wangu naweza kumsupport msanii au mtu mwenye kipaji, nitamsupport tu. Yaani nitamsupport tu kwa mapenzi yangu, wala sitahitaji chochote hivyo. Lakini kwa na label no. Wasanii wengi ambao wamefanya nao collab wamekuja kukusupport. Kasoro Mbosso. Kuna nini? Why ukumwalika? Nimewalika lakini sidhani kama ipo unajua ipo ana mambo mengi sasa hivi. Kwa nadhani amepata udhuru. Kitu gani ambacho ulidhani utakipata kiurahisi kwenye muziki hapo sana? Vitu vingi sana. Yaani nilijua tu nikishakuwa tu msanii tayari kila kitu kitakuwa sawa, nitaanza kuwa na hela, yani hivyo, lakini kumbe sio. Vitu vinaenda taratibu kwa step. Unakuwa na jina kwanza, mafanikio baadaye. Rai inakuwa ni single, ni wimbo mmoja tu ama itakuwa na project ya vitu vingine? Ni wimbo mmoja. Ila mambo mengine mtaona yatafuata. Sawa, ishatoka tayari? Yes, ishatoka. Ipo kwenye digital platform zote, YouTube, Boomplay, Audiomack, kote unapata, Spotify, kila sehemu. Maliza na Tanzania. Mashabiki zangu nawapenda sana. Sasa hivi nimerudi. Mimi si msanii tena ambaye nipo chini ya label, najitegemea. Kwa naombeni mnipokee kama mlivyonipokea mwanzo, mnisupport. Nahitaji sana support yenu. Nawapenda sana. Kazi sijaelewa kwenye huyo mtu ambaye amemsupport kwa milioni 100. Yaani ni kwamba huyo mtu alikuja baada ya wewe kumwambia Nandy unavunja mkataba, au ulikuwa naye before hata kumwambia Nandy huo mpango wako kuvunja mkataba? Nadhani ni baada. Watu wema wana exist jamani. Mimi watu wa design yao nishakutana nao wengi sana. Kukupa milioni 100? Sijasema. Yaani watu tu ambao wako radhi kukusaidia ukiwaomba jambo lako hivyo. Kwa ni watu tu ambao yani Mwenyezi Mungu ukiwa na unajua kama unasali, unamwamini Mungu. Unajua mimi nilikuwa nasali sana, nilikuwa namuomba sana Mwenyezi Mungu anionyeshe njia, aniongoze, anisaidie. Kwa zile sala na dua zangu zimenisaidia, zimeniletea mtu huyo, basi kanisaidia. Kwa sio kwamba ulikwenda kumlilia kwamba no. Nilikuwa Nandy labda kuna vitu upati. Hapana. Unatamani utoke lakini Hapana, lakini
nadhani kuna siku tu tulikuwa tunaongea, nikamwambia na hivyo yani mambo yanaendelea, nimeenda kuongea na bosi wangu na 1 2 3. Akaniambia, "Oh, basi sawa, haina shida, I will pay." Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye shock. Yani nilikuwa siamini. Okay. Sawa, naomba nimalize moja ya jibu lilitoa Manara alivyokuuliza mtandaoni, ilizuka kwamba ulitembea na Billnass, ndio Manara amekuuliza umekataa. Unahisi kwa nini watu walizusha kwamba umetoka na Billnass au sijui ulitakana na Billnass ndio maana naenda kakasirika? Kwa kweli hata mimi sijui ni kwa nini, lakini mimi nadhani tu ni mambo tu ya Tanzania, kwa sababu tangu nimetoka watu walikuwa wanasema, huyu Yami huyu Billnass atamwacha salama kweli? Na hisi kwa watu waliona nimetoka na nini wakajua labda hivyo nimetembea naye, labda Nandy ndio maana kamua, lakini si kweli. Wewe na Billnass mlikuwa mnachukulianaje tofauti na Nandy? Mimi na yani kwanza simuoni, yani yule kuonana naye ni mara moja sana. Yani mpaka kwa kuna jambo la muhimu, aidha tuna rekodi hivyo, ukienda nyumbani kwake pale hayupo. Hata kipindi nakaa kwa bosi, alikuwa bosi wangu, nilikuwa simuoni sana, yani mara moja. Kwa yani sijui hata hayo mambo yametokea wapi. Mimi na Billnass hatakuwa hata na mazoea, yani kwanza hata hatuongei mpaka yani kuwe kuna kitu muhimu ndio ukiona simu yake unashtuka, Billnass kanipigia kuna nini? Okay. Isho uvaji wako watu wanaikosoa hasa kwa kuonesha kitovu. Anasema huyu lini atafunika tumbo. Hilo umelifikiria? Ni kawaida, nimefikiria, mbona ni jambo tu la kawaida jamani. Wasanii wa nje tunaona wanavana, wanapendeza. Tyler yule pale. Yani mara nyingi hilo ndo vazi lake, anaacha hivyo kitovu chake nje, kiuno, lakini ni kitu cha kawaida kwa wenzetu wa nje, ila tu Tanzania ndo bado hawajazoea nadhani. Tyler ni role model wako? Yeah, I can say that. Kwa sababu namfuatilia sana. Na hii kuweka kitovu wazi ndo identity yako. Yeah. Kwamba tukimwona Yami ni tumbo wazi mwanzo mwisho. Yeah, labda tu nipate kitambi. Okay, mimi na swali kidogo Yami, kuhusiana na post yako ambayo pia umepost kwenye Instagram leo. Umeandika Mungu kanitoa kwenye situation ambayo siwezi hata kuielezea. Alhamdulillah. Nasikia raha sana. Watu wameconnect dots, labda pengine kwenye record label yako ya uliotoka kuna situation ambayo haikuwa nzuri, ulikuwa unapata manyanyaso na nini. Hem, tueleze kuhusiana na hii situation, labda ni situation gani ambayo pia haikuwa nzuri kwako? Kama nilivyosema mwanzo, hakuna sehemu ilikuwa perfect. Matatizo ni mengi, situation mbaya ni nyingi. Mimi kutoka kwa bosi wangu na kuandika vile sidhani kama vinahusiana, lakini hivyo hakuna sehemu iliyonyoka. Yani hakuna, hata nyinyi hapo kazi zenu ipo siku unakutana na changamoto mpaka unasema lakini mtu huwezi ku give up, unapambana. Hivyo, yani mtu yote ukimuuliza kwenye utafutaji wake lazima apitie mitihani. Kwa mitihani ipo kila sehemu, ni uvumilivu tu, kwa na subra na kumomba Mwenyezi Mungu. Na nilipitia tu situation nyingi tu, nilikuwa ni sipo sawa, nilianza kupata depression, nilivamiwa nyumbani kwangu, tukaibiwa. Hivyo kwa mambo yalikuwa mengi. Kwa hiyo kwenye record label yako ya kwanza palikuwa na situation sio nzuri, sio? Siwezi kusema sio nzuri. Kwenye maisha kuna wakati mzuri na mbaya. Kwa vitu vyote hivyo vipo, havikosekani. Kuna nyakati nzuri, yani huwezi kuishi nyakati nzuri forever. Ipo siku tu. Nyingi zilikuwa ni zipi, nzuri au mbaya ambazo zilikuwa nyingi? Nishasema hivi, kwenye maisha, kwenye kazi, kwenye label yangu, huwezi kila siku wewe ukaa tu unafurahi. Kuna yani changamoto zipo. Yes, mitihani ipo kila sehemu. Ukutamani labda pengine kumwalika Nandy leo? Nilijaribu kumcall lakini sikumpata hewani, nikaongea na timu yangu, walinijulisha tayari washaongea naye. Hilo la kuvamiwa natamani kusikia zaidi. Ulivamiwa nini, ukaibiwa nini na ilikuwaje? Tuliingiliwa nyumbani wezi. Tumelala, sijui wanapuliza zile nini, I don't know. Kwa tuliamka tu tunakuta milango, madirisha nini zile nondo, sijui. Nikaibiwa simu, TV, vitu vya ndani, hela tulizokuwa tumeweka ndani hivyo. Hiyo hali imetokea wakati uko kwenye lebo ama baada ya kutoka? Baada ya kutoka, yani kama wiki 2 au 2 mbele nikapata hilo tukio, Instagram yangu ikaondoka, TikTok. Kwani nilikuwa nisipo sawa, yani that's why hata nimeandika vile, kwa mambo yalikuwa mengi. Pole sana. Hapana. Kuna mtu yote labda amefanya hilo jambo? Hapana. Ni mitihani tu basi, lakini alhamdulillah sasa hivi mambo yako sawa, nimepata account zangu. Yes, nimehangaika sana kama wiki hivi mpaka nimezipata. Hebu tukumbushe kidogo. Ulisaini mkataba miaka mingapi? Sasa hizo ni siri za nani, lakini ilikuwa miaka mingi kidogo. Hawisi hatua ya wasanii kuondoka kwenye lebo kabla ya lebo kuanza kuvuna mafanikio inawakatisha tamaa ambao wanawekeza kwenye muziki?
Sijui, sidhani, kila mtu na moyo wake. Kila mtu na moyo wake. Wengine labda wasikate tamaa, waendelee kuwa na moyo ule ule wa kutaka kuwasaidia watu na kuwasapoti watu. Wawe tu na mioyo mizuri, hivyo basi. Umetuambia Rayvanny yuko hapa. Sijui tunaweza tukaenda. Rayvanny anasema Anasema yani labda tuende, mimi sijui. twende.